Kupitia kwenye mtandao wa Truth Social, Trump anawaambia waandamanaji wa Irani, rudini mtaani muandamane na fanyeni mashambulizi kwenye vitengo vya serikali kwa sababu msaada uko njiani na sisi tuko nyuma yenu. Katika kipindi ambacho Trump anatangaza kuwa wamefuta yale mazungumzo walikuwa wanakusudia kuzungumza na utawala wa Iran, kwa sababu wanasema Irani bado inakandamiza waandamanaji. Akienda mbele zaidi, anasema kuwa Marekani inaangalia kwa karibu zaidi kile kinachoendelea baada ya taarifa ya Irani kuwa wamekamata watu zaidi ya 10,000 ambao wengi wanatajwa kuwa ni raia wa kigeni waliotoka nje ambao walikuwa wameingia kwa kazi maalum. Kwa mujibu wa Irani, kuna waandamanaji waliokamatwa wakiwa na vifaa mbalimbali, silaha mbalimbali, mitambo mbalimbali ambayo ilikuwa imeingizwa kwa kazi maalum. Kwa hiyo mamlaka inasema kuwa kulikuwa kuna mkono umeotoka nje kuingia ndani. Donald Trump anasema kuwa ikiwa Irani itaanza kuwanyonga hao watu ambao wanatajwa kuwa wamehusika kwenye kesi ya uhaini, tafsiri ya kile kilichotokea kwa Irani ni uhaini. Sasa ikiwa Irani itaanza kuwanyonga watu hao, basi Marekani itaingilia kati. Ni kama kubadilisha tu toni kidogo. Trump amebadili toni kidogo kutoka ile toni ya kuwa tutaingilia kati ikibidi, tutaingilia kati ikibidi kama waandamanaji wataanza kuuawa. Namba ya vifo haijulikani ni kiasi gani ndani ya Irani. Baadhi ya mamlaka zinasema kuwa ni takriban watu karibu 2,000. Ukienda vyombo vya habari vya magharibi kama CBS News, Fox News, hesabu iko juu ya 10,000. Nimeona CBS nadhani au Fox walisema 20,000. Kila mmoja anatoa namba bila ushahidi. Yani unajua, unatoa namba bila ushahidi, yani figa kamili haipatikani. Mashirika mbalimbali yanayofahamika kama mashirika ya haki za binadamu, ambao kiuhalisia ni mashirika ya magharibi ambayo yanafadhiliwa, yanalipwa, yanawekwa, yanalindwa na madola ya magharibi, yanasema kuwa idadi ya vifo ni vingi, juu ya 10,000. Sasa hatujui idadi ni ipi. Kikubwa nimechotaka kuzungumza na wewe ni kukwambia kuwa kuna maandalizi yasiyofahamika kati ya Israeli, Amerika, Iran, lakini yanatoa ishara tofauti. Trump juzi alivyoongea na vyombo vya habari akasema Irani wameomba mazungumzo. Taarifa ile ilifuatiwa na taarifa ambayo ilitolewa baadhi na vyombo vya habari, ikamtaja kuwa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alikuwa amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Steve Witkoff, mwakilishi maalum wa Marekani kwenye masuala mbalimbali. Amekuwa yuko kwenye mzozo wa Israel na Palestina, lakini amekuwa kwenye Urusi na Ukraine na sehemu nyingine. Taarifa zikaonyesha kulikuwa kuna mazungumzo kati ya Steve Witkoff, mwakilishi maalum wa Marekani, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Trump jana anasema kuwa amefuta kabisa mazungumzo yote hayo na anajiandaa. Ukisoma vyombo vya habari vya ndani vya Israeli na taarifa za ndani za Israeli zinaonyesha kumekuwa na wimbi kubwa la watu kutoka, kusafiri, kuondoka, kuhama. Acha kile nilichokuambia kuhusu Urusi kutoa raia wake, lakini hata mataifa mengine ya kigeni yamekuwa yakiondoa raia wake. Lakini kumekuwa na wito ambao ulitolewa na Amerika kuanzia juzi kwa raia wake ambao wako Irani. Baadhi ya raia naweza kusema kuwa kwa sababu Marekani na Irani hawana uhusiano wa kidiplomasia, kwa hiyo masuala mengi ya kibalozi yanafanywa na ubalozi wa Uswizi uliopo Tehran. Sasa Marekani iliwataka raia ambao ima wanamiliki pasipoti mbili, kwa sababu Marekani inakubali dual citizen, yani uraia pacha Marekani unakubalika, lakini Irani haikubaliani na dual. Kwa hiyo kuna raia ambao kiasili wanamiliki pasipoti ya Irani, lakini pia wana pasipoti ya Amerika. Kwa hiyo Marekani ikawataka kuwa ondokeni haraka nyinyi, maana yake kuwa nyinyi pia ndio mtakuwa target nyingine ya kamata, hasa wakiamini kuwa Irani adui yake mkubwa
ni Marekani na Israel. Sasa wewe kama passport holder, wewe ni wa Amerika, unajua nini kitachotokea. Imekuwa hivyo. Sasa Israel alikataa mazungumzo kati ya Amerika na Irani mwanzoni kabisa, akisema kuwa kukubali mazungumzo hivi sasa kunaashiria kuipa nafuu serikali ya Iran ambayo kwa Israeli wanaamini kuwa ipo kwenye ncha ya kudondoka, yaani ipo kwenye pembe, kwenye ukingo kabisa wa kuanguka, jambo ambalo ulimwengu wa magharibi pia wanaamini. Sasa ukifuatilia vyombo vya habari na ukisoma taarifa za ulimwengu, utaona kuwa ulimwengu wa magharibi kwa jumla ni kama wameng'ata jongoo. Unajua, wamemng'ata jongoo, wameamua hivi sasa ni kuwa, Wahindi wanasema tohakar ya nakar, utake ustake. Yaani wameamua kuwa lolote litalokuwa lazima serikali ya Irani idondoke mara hii. Trump anaagiza raia wa Irani waingie barabarani, tena akiwaagiza washambulie taasisi za serikali, ikiwezekana wazishambulie, halafu yeye yuko nyuma. Huu unauita ni utovu wa nidhamu kiasi gani, au ni uhalifu kiasi gani? Kwa nini matatizo ya ndani ya Irani yawe suluhu yake yote inatoka magharibi? Lakini kama tunatazama vifo na matatizo yanayoendelea ulimwenguni, Sudani ni mfano. Mashirika mbalimbali ya Marekani yaliyopo yanayofanya kazi Amerika yanapinga taarifa iliyotolewa na mashirika yanayotoa huduma ndani ya Sudani kwa namba ya vifo katika miaka mitatu. Inasema kuwa vifo ni zaidi ya 40,000 ndani ya Sudani. No, wale wanasema, mashirika ya ndani ya Amerika yanasema vifo ndani ya Sudani ni mara 10 ya namba iliyotoka Sudani, yaani ni zaidi ya 400,000. Tofauti ya binadamu wa Sudani na tofauti ya binadamu waliopo Iran ni nini? Rangi zao. Hawa weusi, hawa ni weupe. Mbona hapa watu wanauawa? Kwa nini Marekani haingilii? Hii inamsaidia nini? Au kwa sababu wanaohusika na mzozo wa Sudani wote ni vijana wake? Kwa sababu mzozo wa Sudani umebeba pande mbili. Upande mmoja wa RSF moja kwa moja unabebwa kati ya Israeli pamoja na UAE, ndio wanaosaidia upande wa RSF na washirika kadhaa. Upande wa jeshi la Sudani unasaidiwa na Saudi Arabia, unasaidiwa na Uturuki na Egypt. Hapo wanaokufa sio watu. Kwa mujibu wa taarifa ya UNICEF walioitoa jana au juzi walitoa, wanasema tangu usitishaji wa vita wa miezi 2 kwenda 3 ndani ya Gaza, ule usitishaji, UNICEF ni shirika linalohudumia watoto duniani, wanasema watoto zaidi ya 100 wameuawa katika kipindi cha ceasefire. Yaani inasema kuwa watoto 100 wameuawa katika kipindi ambacho kuna usitishaji. Jana Marekani imeanza kufanya upya mashambulizi ndani ya Gaza, maeneo ya Rafah. Yaani wameanzisha tena vita upya. Juzi nilipokuwa nazungumza na wewe nilisema vitu viwili. Nilisema Marekani imetoa green light, yani taa ya kijani kwa Israeli kufanya mashambulizi Lebanoni, na jioni yake tukaona mashambulizi yametokea. Lakini nikawaambia kwenye meza ya Marekani kuna ombi la Israeli tena la kuanza kufanya mashambulizi Gaza. Ni swala la muda tu Marekani kuliidhinisha. Marekani ameidhinisha mashambulizi upya yafanyike Gaza, ambayo yameua watu 76,000 katika kipindi cha miaka 2, lakini yameua watu katika kipindi cha ceasefire, huku akifadhili kila kitu kinachotokea. Wanaokufa Gaza ni watu, sio watu. Mashambulizi yaliyoelekezwa Lebanon na kule Sudani, wanaokufa ni watu, sio watu. Nini kinachotafutwa ndani ya Iran? Irani, mamlaka inawaita mabalozi wa nchi za magharibi ambao wanaishutumu Irani kwa kutumia nguvu kubwa zaidi kudhibiti waandamanaji ambao wao inawaita waandamanaji wa amani. Inawaita maafisa wa kibalozi, njooni mkae hapa. Inawaonyesha CCTV kamera zote za mitaani na kile kilichokuwa kinaonekana, na wale ambao wanafahamika kama waandamanaji wa amani walichokuwa wanakifanya kwenye mitaa mbalimbali. Watu waliofunika nyuso zao, watu waliobeba silaha, watu ambao wanawashambulia,
wanaoua watu hovyo mtaani, lakini wameua maafisa usalama zaidi ya 100. Zile video wanaonyeshwa wale maafisa wa magharibi. Hawa hapa waandamanaji wenu wa amani wanachokifanya, lakini kwa sababu hawa wana dhamira yao kuwa wewe tu ndio mwenye shida, kwa ushahidi hawa hapa tunawaonyesha. Lakini wao wana dhamira moja, kuwa dhamira yao ni moja, ni kuwa we need regime change. Wazo lililopo Tel Aviv, tunataka mabadiliko ya uongozi. Kama mabadiliko ya uongozi, kwa nini wasiachiwe wa Irani wafanye maamuzi wenyewe? Wakati Irani inatoka kujaribu kujihil, yani kuwa kujiponya kutokana na hayo, baada ya utulivu na vurugu kupotea mitaani, kuwa wameamua sasa wakae sasa tujaribu kutatua sasa matatizo ya msingi ambayo ukimsikia Rais Masoud Pezeshkian anasema kuwa raia wanayo madai halisi ya Irani. Ni kweli wanayo madai yao halisi, kuwa wakati Irani inajiandaa kuwa tuanze sasa kutatua matatizo hayo, unamsikia Donald Trump anaweka tangazo, anasema kuwa nchi yoyote itakayofanya biashara na Irani tutaipiga ushuru wa 25%. Lengo ni nini? Kuwa Irani ishindwe kutatua matatizo ya ndani, ili yani lengo ni lipi? Yani kuwa yani unashindwa kuwa wao shida yao nini? Shida yao kuwa raia wanalalamika uchumi umedondoka. Irani anataka kurikava uchumi wake. Kwa nini asiachwe? Kuwa mwacheni afanye, kwa sababu ni yeye. Vyombo vya habari vya magharibi kama kawaida vinatuonyesha upande mmoja. Hakuna vyombo vya magharibi vilivyotuonyesha majibu ya waandamanaji kuonyesha kuwa wanaunga mkono serikali yao, kwa sababu ni mamilioni pia wameingia. Lakini hata walioandamana kwa kuipinga serikali kwa maandamano ya amani waliruhusiwa kuingia mtaani. Mngepima kiwango cha maandamano ya waliokuwa wakipinga na wanaokubali serikali. Kwa nini mimi na wewe hatukubaliani? Na hii ni nadharia ambayo huwa inawashinda wengi. Nimeona sana nchi nyingi sana kuwa wewe na yeye tofauti yenu sijui inakuwa ipi. Wewe unamlalamikia yule kuwa huyu hataki kusikiliza wengine, hataki upinzani, hataki kusikiliza sauti, hataki sijui ni nini. Mtu akimfuata yule ni adui yako. Wewe na yeye mna tofauti gani? Kwa sababu wewe unalalamika kuwa yule ananyanyasa, anazuia, anafanya nini, lakini mtu anapokuwa huru kumpenda yule, wewe pia naye ni adui yako. Wewe na yeye mna tofauti gani? Kwa sababu wote hamkubaliani. Kwa nini tusiseme mimi sikubaliani na wewe? No, ni hatukubaliani. Yani mimi na wewe tuna ikhtilafu. Yani hatukubaliani. Sio kuwa kutokubaliana na wewe imekuwa ni dhambi. Yani mimi kuwa sikufati wewe imekuwa sasa mimi ndio muhalifu. Wakati yule naye anakushughulikia wewe kwa sababu humfati yeye, na unalalamika kwa sababu yule hakushughulikii yeye, wewe humshughulikii yeye, ndio maana anaona kuwa na wewe. Sasa nani mwenye tatizo hapa? Sio nyinyi wote? Wote mnakuwa na matatizo. Kama mnataka uhuru na watu wawe huru, basi kila mtu awe huru katika upande anaouona ni sahihi. Kwa hiyo ulimwengu wa magharibi unaona upande mmoja wa Irani, lakini hauoni upande wa pili wa Irani, kuwa kuna mamilioni wa Irani wanaunga mkono serikali, kuna mamilioni wa Irani wanaipinga serikali yao. Hawa wanaitilafiana. Kwa nini watu wanaoipinga serikali wawe na haki ila wanaotetea serikali wasiwe na haki? Wewe na yeye nani dikteta? Wote madikteta. Jibu ni hilo, litakuja tu kwa wewe dikteta, wale madikteta. Sasa kinachoendelea ndani ya Irani ni kama vile ulimwengu umedhamiria, au ni kama vile ulimwengu wa magharibi umedhamiria kwa nia moja kabisa kuwa utawala uliopo wa Irani wa mamula ni lazima utawala udondoke. Ndio kilichotafutwa hivi sasa. Sasa hatujui mashambulizi ya Amerika yatafuata yapi. Wataenda kufanya mashambulizi ya kijeshi, au wataenda tena kwenye mashambulizi ya kimtandao, au wataenda kufadhili tena maandamano ambayo yamekuwepo au ambayo yamezimwa. Sasa wanayataka yaanze upya, kwa sababu tumeona Ulaya wamechukua hatua kali, wamezuia wanadiplomasia wa Irani. Yani wanafanya kila wanalolitaka kuhakikisha kuwa huu utawala unaanguka kwa njia zote. Hata pale utawala unapotaka kujihili, unapotaka kujikwamua wenyewe utatue matatizo ya ndani, wao kama wao, bado unaonekana kuwa uchochezi unatoka nje. Kuna nini kinatafutwa Iran? Asanteni.